Sasa hukumu inateremka kama maji na tarumbeta inaanza juu ya kanisa. Kwa hiyo kama unaona utakuja kusikia makanisa yanafungwa, makanisa yanachomwa moto, makanisa yanapigwa mabomu, makanisa sijui watumishi wanauawa, watumishi wanafungwa, watumishi wanapigwa, ndiyo mateso hayo ya kanisa. Ndiyo ziki ya kanisa inaanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linamshikilia Victor Francis Thomas mwenye umri wa miaka 39, mkulima mkazi wa kitongoji cha Kadudu, kijiji cha Lupaso, wilayani Masasi, kwa tuhuma za mauaji ya Thomas Rajabu Mkasimongwa mwenye umri wa miaka 58, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG na mkazi wa kijiji cha Lupaso, wilayani Masasi. Tukio hilo lilitokea tarehe 27 mwezi wa 6 2025 majira ya saa 12 jioni katika kijiji cha Lupaso, mkoa wa Misheni. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, ufafanuzi wa tukio hilo ni kwamba tarehe 27 mwezi wa 6 2025 mtuhumiwa akiwa na baadhi ya ndugu zake walikwenda kanisani kwa ajili ya kupata huduma ya kiroho kutokana na changamoto ambayo inasadikika kuwa anayo mtuhumiwa huyo. Baada ya kufanyiwa maombi kanisani kwa muda mrefu, mtuhumiwa alionyesha kuchoka. Ndugu wa mtuhumiwa kwa kushirikiana na marehemu waliamua kumrejesha nyumbani kwa ajili ya kuendelea na maombi. Walipokaribia nyumbani kwa mtuhumiwa aliruka kwenye pikipiki na kukimbia kuingia ndani, kisha kutoka na panga na kuanza kumkimbiza marehemu, kisha kumkata na panga sehemu mbalimbali za mwili wake na kumsababishia majeraha yaliyopelekea kifo chake. Mtuhumiwa ni muumini wa kanisa la Assemblies of God TAG na amekuwa akipata huduma ya kiroho kwa zaidi ya mwaka, ikiwa ni pamoja na kuombewa. Tunaendelea juu ya ule ujumbe ambao nimekueleza kwa habari ya shetani kupewa mamlaka zote juu ya kanisa, kuliponda kanisa na kulikanyaga. Amen. Sehemu nyingine ni juu ya tarumbeta, juu ya haya makanisa matatu. Yaani sasa ni wakati wa kupiga tarumbeta juu ya makanisa matatu. Kama nilivyopiga tarumbeta kuhusu Dar es Salaam, ile ilikuwa ni tarumbeta moja. Na sasa zimepigwa tarumbeta 3. Mungu ataokoa wale walio wake ambao kupitia mjumbe wa agano, sanduku la agano, wamefanyika kuwa na mkono wa Mungu, kuwa na ulinzi wa Mungu. Hao tu ndio ambao mkono wa Mungu utakuwa juu yao. Wale ambao watajitoa kuhakikisha sanduku la agano linasimama ili adhabu ya Mungu isiwe juu yao. Tumesikia ujumbe uliopita nilichokueleza. Anasema hataki kusikia nyimbo zenu za dini, wala makutaniko yenu ya dini, wala sadaka zenu, kwa maana mmeambiwa jengeni hekalu la Kristo kwa ajili ya sanduku lake. Hapa ndipo mahali palipoandaliwa. Mnaambiwa na mmesikia nimewaambia. Sasa basi, tarumbeta 3 zinapigwa kwa wakati mmoja kwa ajili ya makanisa matatu, kwa ajili ya hizo funguo 3 ambazo shetani amekabidhiwa juu ya kanisa. Na tarumbeta inakuja sasa. Ole kanisa ambao umekataa kusimama kujenga hekalu kwa ajili ya sanduku la agano. Ole wako. Bwana amesema hata sikia sadaka zenu, hata zisikia sadaka zenu, wala hata kusikia makutano yenu ya kidini, wala hata kusikiliza nyimbo zenu. Maana siku ya Bwana inakuja. Nikisema makanisa matatu, mpaka manabii wa uongo wataipata habari yao. Hakuna atakayekuwa salama. Hukumu inateremka kama maji. Maana wamesimama katika malango na kuwazuia watu haki. Sasa hukumu inateremka kama maji na tarumbeta
inaanza juu ya kanisa. Kwa hiyo kama unaona utakuja kusikia makanisa yanafungwa, makanisa yanachomwa moto, makanisa yanapigwa mabomu, makanisa sijui watumishi wanauawa, watumishi wanafungwa, watumishi wanapigwa, ndiyo mateso hayo ya kanisa. Ndiyo ziki ya kanisa inaanza. Kwa hiyo kimbilieni mahali palipoandaliwa. Kimbilieni mahali palipoandaliwa, kwa sababu sadaka zenu na maombi yenu na mikutano yenu ya kidini imekwisha kataliwa. Mtasema mbona tunaomba na tunaadhibiwa, mbona tunaomba na ina maana Mungu haoni? Ninasema hivi, vimekwisha kataliwa. Sikilizeni mjumbe wa agano anachowaambia. Nendeni mahali palipokusudiwa, mahali panyika palipoandaliwa kwa ajili yenu, kwa ajili ya watu wote kukutanika, ili Bwana aonekane, kwa ajili ya ujenzi wa hekalu la Kristo, kwa ajili ya kuhifadhi sanduku la agano, kama lilivyokuwa Dar es Salaam wakati wa kujenga kibanda cha Musa. Ni ujenzi wa hekalu. Tarumbeta 3, kaskazini, mashariki, magharibi, yote wasikie tarumbeta imelia.